Mimi mwenyewe ni muhanga, nimechomewa gari langu moto hiyo siku ya Oktoba 29. Kwa majina naitwa Neema Erasmo. Leo nimeangalia hotuba ya tume ya uchunguzi ya tukio la Oktoba 29. Kiukweli tume hii imekuwa ni tume ya tofauti kabisa. Kwanza tume hii imekuwa ya uwazi, lakini pia wameleta vitu ambavyo ni kweli vilitokea, na ninampongeza Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kiukweli hii tume imekuwa ni ya uwazi, haijawahi kutokea. Maana taarifa ya tume ni haki ya rais, angeweza kuipokea na kukaa nayo akaisoma na akaendelea na taratibu zingine, lakini hii imekuwa ni tofauti kabisa. Tume imekuwa wazi na kitu kimewekwa wazi kabisa, na tumefahamu kwamba watu waliopoteza maisha ni watu 518. Kiukweli rais ametoa pole na pole hizo tumezipokea. Mauaji yametokea, mali za watu zimeharibika, pole hizo tumezipokea. Lakini pia rais hakukomea hapo tu, amesema kwamba watu wote ambao wamepata majeraha, wamepoteza viungo, wote watasaidiwa kurudisha viungo vyao. Lakini pia hata wajasiriamali wadogo wadogo waliopoteza mali zao, ushauri wa tume ataufuata ili wale watu waweze kusaidiwa, maana wako katika hali ya masononeko, lakini pia msongo wa mawazo, watu wana mikopo. Mheshimiwa Rais tunampongeza, hatukutegemea kama itakuwa hivyo na atalipokea hili jambo kwa uzito mkubwa na masononeko makubwa. Kwa hiyo tunampongeza sana mheshimiwa wetu Daktari Suluhu Hassan, kiukweli amelipokea hili jambo kwa masikitiko na sisi tumeona hisia zake. Kwa hiyo tunachokiomba tu aendelee kulifanyia kazi kwa haraka ili wale wote walioathirika waweze kufanya shughuli zao. Mimi mwenyewe ni muhanga, nimechomewa gari langu moto hiyo siku ya Oktoba 29. Kiukweli nimeuiwa kuongea kwa sababu nimemsikia Daktari Samia Suluhu Hassan anasema kwamba asilimia kadhaa anaweza akasaidia kulingana na ushauri wa tume. Zile 4R zake kweli tumeziona na amezifanyia kazi. Naitwa Fred John Fideli, ni mwenyekiti wa umoja wa waendesha pikipiki mkoa wa Geita. Nipende tu kuchukua nafasi hii kumshukuru sana leo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naitwa Fred John Fideli, ni mwenyekiti wa waendesha pikipiki mkoa wa Geita. Nipende kuchukua nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa leo ameonyesha ukomavu ambao sasa tumeona kabisa kwamba Mheshimiwa Rais ameonyesha dhamira ya dhati kabisa kwa kuonyesha Watanzania kwamba ana dhamira ya kuliunganisha taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hasa alipoonyesha akasema yeye ni muumini wa 4R. Maana baada ya kupokea taarifa ya ripoti hii ya tarehe 29 yaliyotokea, ameweza kusema kwamba amepokea kwa masikitiko kwa yale yaliyotokea, lakini pia amezidi kuwaomba Watanzania tuendelee kushikamana. Na mimi kama mwenyekiti waendesha pikipiki na waomba Watanzania tuendelee kushikamana kwa pamoja, kwa sababu yale yaliyotokea tarehe hiyo ya 29 yameonyesha madhara makubwa na yameacha huzuni kwa wale walioondokewa wapendwa wao. Na sisi sasa tunaamua kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais kwa kuonekana kwamba ni muumini wa maridhiano. Niwaombe sasa Watanzania ambao wako tayari kwenda kuonyesha maridhiano waende wakakae na wampe imani Mheshimiwa Rais, kwa sababu ameonyesha ukomavu. Na leo tumeona kabisa amepokea kwa machungu na akaona kabisa ni Mtanzania. Kwanza ni tume ya kwanza kuonekana leo inajitokeza hadharani. Tume nyingi zimetokea, hatujawahi kuonyeshwa hadharani. Yeye ameipokea, Tanzania imeona na dunia tumeona na sisi wote tumeona. Mwenye macho ameona na mwenye masikio amesikia. Kwa hiyo na mimi naungana na yeye kwa dhati kabisa kuonekana kwamba tuko nyuma yake wa Tanzania. Tutaendelea kumuunga mkono mpaka pale taifa sasa litakapokuwa limefutika makovu haya ambayo yametokea mwaka jana. Kwa baada ya kusema haya, ninaomba watu Tanzania tuendelee kumpa imani Mheshimiwa Rais, ana dhamira njema na ana dhamira ya dhati, waende wakae mezani wakaungane naye, kwa sababu 4R ni kutafuta maridhiano. Kwa majina naitwa Hajat Mariam Sharifu, kiongozi wa dini Istiqama Ahli Sunna wal Jamaa, ni mwenyekiti wa mkoa wanawake. Nashukuru nimeangalia hotuba ya leo ya rais. Kwa kweli kama viongozi wa dini nimekamata hiyo sehemu ambayo amesema viongozi wa dini na sisi tuwe mstari wa mbele kuitangaza amani. Na kweli amani tumejitahidi kuitangaza, lakini tunazidi kuitangaza. Kwani amani ikivunjika, hata sisi viongozi wa dini hatutawapata waumini kuja katika ibada. Ndio maana na tunazidi kuwasihi Watanzania wote tuendelee kuitangaza amani, kwani amani ni tunu, amani ni kila kitu. Kimwinyi ni mkazi wa Geita, eneo la Mbugani.
Leo nimeisikiliza hotuba ya mama. Kwa kweli hotuba ya mama imenifurahisha sana. Mama aliunda tume huru kwenye yale machafuko ya tarehe 29 wakati wa uchaguzi. Ile tume ilikuwa huru na leo tumesikiliza hotuba yake, majibu yalokuja, kila kitu amekiweka kwa uhuru kabisa. Mama hakuweza kuficha, ile hotuba ilikuwa ni halali yake akainayo yeye, lakini yeye ameitoa hadharani, hakutaka kuficha kitu chochote kile. Tunampongeza kweli rais wetu. Vile vile mama amesema kwenye hotuba yake alipomaliza kutoa hotuba, akawapa pole wote waliopata machafuko wakati waliotokewa machafuko. Akasema wale waliopata maumivu ambao watatibiwa na serikali. Wale waliopata matatizo ya viungo, serikali itawatafutia viungo vya kurekebisha zile sehemu zilizoharibika. Yaani wote kwa kweli mama amewapa pole.